Mwaka wa 2025, mwanafunzi wa uinjilisti anayejiandaa kwa ajili ya siku zijazo. 2 Timotheo 2:4-6. Nami natamani sana kukuona nikiyakumbuka machozi yako, ili nijae furaha, nikiikumbuka imani ulio nayo isiyo na unafiki, ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Loisi na katika mama yako Eunike, nami nasadiki wewe nawe unayo. Kwa sababu hiyo nakukumbusha, uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. 1. Batizani ya haraka ya kizazi cha zamani. Yesu alikuwa pamoja na wanafunzi kwa miaka 3 ndani ya mapungufu ya kizazi cha zamani cha Wayahudi. Baada ya Yesu kufufuka, wanafunzi walishikilia agano walilopewa kwa siku 40 na siku 10 kwa mtiririko huo. Baada ya kupata kujazwa kwa Roho Mtakatifu, waliomba kila siku maombi aliyoratibiwa. Wakati huo, maombi ya 24, 25 na ya milele yalifuata. Paulo, ambaye aliposikia haya, akaanza kupokea majibu ya maombi popote alipoenda. Nguvu za giza katika shamba zilikuwa zimefungwa, na mhuduma wa umma akarudi kwa Bwana wakati hakupokea majibu. Alingoja katika maombi na kusababisha kugeuka kwake kwa uhakika. Baadaye alikutana na Lidia huko Makedonia, akamponya msichana huyo mwenye pepo, na kazi zikaibuka gerezani. Katika Efeso na Tirano kazi za ufalme wa Mungu ulianzishwa. Pia alishikilia lengo la Mungu. 2. Batizani mpya ya kanisa. Lazima uelewe sababu kwa nini Yesu alikasirika hekaluni. Utakuja kuelewe shamba mara tu unapoelewa kumbi tatu. Lazima unde kumbi tatu ndani yako: kanisa na shamba. Kutoka hapa lazima ujirejesha na ufufue ubongo wako unapoingia kwenye mazoezi ya kupumua kwa kina kwa amani, huku ukizingatia maombi ya 777. Lazima uunda timu ya maombi kwa kukusanya wafanyakazi waliojitolea na kuanzisha kanisa ambalo linafurahia majibu ya 24, 25 na umilele kujitolea kwa mkoa mmoja na taifa. Lazima hakika uanzishe ukumbi wa mataifa, vitendo vya uponyaji na watoto, sinagogi, mahakama za hekalu mara tu unapodhamini hata vitu vidogo zaidi, vifufue na kutoa kwa wengine. Jukwaa, mnara wa mlinzi na antena zitaonekana. 3. Batizani mpya ya remnant. Paulo aliingia masinagogi na kumbi za hekalu za Thesalonike, Korintho na Efeso alipokuwa akijitayarisha kwenda Roma. Baada ya kuwa kilele wa kiroho, lazima utoke nje katika ulimwengu kama kilele wa ujuzi wa kitamaduni. Mara tu umakinikaji wa aina 3, mipangilio 3 na majibu 3 hufanyika kupitia batizani, safari na miongozo. Batizani ndani yako, masomo yako na biashara zitawishwa. Utakapokwenda nje katika dunia, mara tu unapoona talanta yako ya pekee, utaalamu wako wa upekee na uumbaji upya, lazima uandae CVDIP yako mapema. Fanya kazi bora yako na umoja, upekee, uumbaji upya na mfumo, na upange kwa miaka 20 ijayo. Wakati wa maombi, shida hufanyika mapenzi ya Mungu, mizozo hubadilika kuwa baraka na migogoro hugeuka kuwa fursa. Ombi la agano. Mungu Baba, kuna vizazi vingi vya thamani vya baadaye vinasubiri shambani. Naomba batizani ya kuokoa nafsi hizi inuliwe. Kumbi 3 ziweze kuinuliwa ndani yangu, kanisani na shambani. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen.